Tuko na William Simba hapa kuzungumza mengi ya kimichezo. Kubwa zaidi hapo jana, kombe la kwanza wameweza kulipoteza, kombe la ngao ya jamii mbele ya mtani wao Young Africans. Tulizungumza kuelekea huu mchezo, kuna mambo mengi yalikuwa yamejitokeza. Je, performance ya timu inaridhisha ama zile mambo zilizotokea kabla ya mchezo zimeathiri kiasi gani kwenye huu mchezo? William, kwema? Bwana, sio kwema. Mimi kwa upande wangu matokeo haya ni ya kuumiza na ni matokeo ya kukatisha tamaa sana. Kwanza tukienda kwenye mchezo wa jana, mchezo wa jana kwanza tuliutawala kwa dakika ya kwanza mpaka dakika ya 20, kwa maana kwamba performance kuanzia dakika ya kwanza mpaka dakika ya 20 Simba ilikuwa inaridhisha, lakini kutoka dakika ya 20 mpaka dakika ya 85 Simba Sport Club tulipotea, lakini dakika 5 tena za mwisho tukaenda kuonekana. Kwa hiyo moja kwa moja unaona sio performance nzuri sana. Kwanza Simba Sport Club kwa performance ile pale, na tunaenda kwenye mechi za kimataifa na kwa NBC, inatakiwa turudi sokoni mapema tukatafute mshambuliaji. Japokuwa kuna mengi sana kwenye timu ya Simba Sport Club kwa sababu kwanza kwenye eneo la mwisho la kiwanja Simba Sport Club tumekosa ukatili. Kwa dakika ya kwanza mpaka dakika 20 ambao tulikuwa tumedominate mpira na tuko langoni kwa Yanga, pengine tungeweza kuscore, pengine tungeweza kufunga goli, pengine mchezo tungeuchukua zaidi, lakini umeona tumeenda kwa Yanga karibia dakika 20 hatujaenda kufanya kitu chochote ambacho kilikuwa kina uhatari, lakini Yanga wakaja kwetu mara ya kwanza ambao tukazuia, mara ya pili wakaja wakatufunga. Sisi ambao tuliushika mchezo hatukuweza kuwa wakatili kwenye eneo la mwisho. Kwa hiyo unaona Simba Sport Club ina shida kwanza kwenye eneo la kiungo, kwa maana kwamba Simba haitengenezi nafasi, hawakuweza kumlisha Dumbia. Of course unaweza ukamlaumu Dumbia, lakini pia eneo la kiungo Simba Sport Club haitengenezi nafasi. Unajua kama timu haitengenezi nafasi, hata kama striker awe Haaland pale Mbeya, pale mbele awe Haaland, awe mshambuliaji hata Eric Kane, huwezi kufunga goli kwa sababu timu haikupi mipira. Of course Dumbia naye ana shida zake, lakini eneo la kiungo kwa siku ya jana kwa dakika kuanzia dakika 30 halikuwa bora. Dakika ya kwanza mpaka dakika 20 ndio lilikuwa bora. Pia lazima tuwapongeze wapinzani wetu siku ya jana. Yanga walikuwa bora, ndio maana wameweza kwenda kuwin match. Ukiangalia kwa siku ya jana, kitu kingine ambacho kilitufelisha, Yanga walikuwa na kaba sana man to man, kwamba wanafika. Ukiangalia kwenye safu nzima ya Yanga ya kiungo kulikuwa kuna Mudasiri, kuna Duke Abuya, pia kulikuwa kuna kulikuwa kuna Maxi, kuna Maxi, kuna Duke Abuya na pia kuna Mudasiri. Kwa hiyo katika hao viungo wote wa Yanga siku ya jana, kwa sababu walikuwa wanacheza man to man, wamepata kadi za njano. Maxi amepata kadi yake ya njano, muda vile kwa Duke Abuya, kwa maana kwamba walikuwa wanafika, walikuwa wanawagonga sana wachezaji wa Simba ili kusudi wakose utulivu, kwa sababu Simba Sport Club kwa dakika ya kwanza mpaka dakika 20 Ibrahim Jabbar alikuwa anapata utulivu sana, lakini baadaye wakaona timu anayechezesha ni Ibrahim Jabbar, kwa maana kwamba kwa dakika ya kwanza mpaka 20 baadaye kwenda kumgonga hakuweza kukaa na mipira. Ukimwangalia kiungo wake mkabaji Kagoma pia alikuwa anapata mipira, lakini alikuwa anapoteza, na yeye pia waliweza kumnyima utulivu. Kuna mipira mingine alikuwa anatoa ni mipira chonganishi. Kwa hiyo hicho ndio kitu ambacho kwa siku ya jana kimeenda kutukwamisha. Yanga siku ya jana alikuwa bora, Simba hatakuwa bora kwenye eneo la kiungo na kwenye eneo zima la ushambuliaji. Wamepata nafasi Yanga, nafasi hiyo moja wakaitumia na wakaweza kwenda kutoa kombe. Kwa hiyo kwa namna performance ya Simba Sport Club inatakiwa kwanza warudi sokoni kwanza kwenye eneo zima la mshambuliaji, kwa sababu hatuwezi kwenye mechi zote za ligi tukamtegemea mshambuliaji kama Dumbia. Tutakuwa tunamwekea tu pressure na kumpa zigo la lawama, kwa sababu ukimwangalia pia hata Dumbia mwenyewe hajamaliza kwenye top kwenye Afrika, kwamba huyu ni mchezaji ambaye yuko top na ana quality kubwa, kwamba anaweza kutusaidia hata kwenye mechi zikiwa ngumu. Kwa hiyo lazima Simba warudi sokoni wakatutafutie mshambuliaji. Ni aibu sana kwa viongozi wetu, leo hii tumeletewa mshambuliaji Mgunda ambaye ukiangalia msimu jana akiwa Mashujaa amemaliza na goli 3, lakini Mbweni kuna mchezaji Paul Peter ambaye kwenye ligi amemaliza na magoli 9. Viongozi wetu najua wanachoka, kuna muda tuwasaidie hata namna ya usajili. Unamsajili mchezaji kwa namba zipi au kwa kigezo kipi, au kwa sababu tu anakaa mbele? Yule Dumbia mimi mwenyewe nikifanya mazoezi vizuri, Salome, mimi mwenyewe nikifanya mazoezi vizuri, yule Dumbia anakaa bench kwangu. Yule Dumbia mimi nikifanya mazoezi vizuri, Dumbia anakaa bench kwangu. Ukiangalia Paul Peter Kasunda msimu jana magoli 9 kwenye NBC, kwenye CRDB amemaliza na magoli 5. Kwa hiyo ni performance nzuri sana ya mchezaji. Unaenda kusafiri bara la mbali
unaenda kutuletea mchezaji kama Doumbia. Ukiangalia tu kwa quality ya mchezaji kama Doumbia, so klasi sana. Of course ni mchezaji naye ana uzuri wake, lakini so klasi ambayo kwenye kila mechi anaweza kukupa. Mpaka leo namuongelea Doumbia ile mechi ambayo amecheza jana, mechi ya 5. Kwenye mechi 5 Doumbia amescore goli, sio performance nzuri na sio numbers nzuri sana hasa kwa mshambuliaji. Tumecheza Sekafa kule mechi 2 ambazo Simba hajafunga goli lolote. Akaja akafunga kwenye mechi ya mwisho dhidi ya Singida. Tukatoka hapo tukaja kucheza na Polisi. Tukatoka kwenye tukacheza mechi ya kirafiki pia. Tukatoka hapo tukacheza na Polisi ambayo kwenye Simba Day tukafunga goli 1. Tukatoka hapo tumeenda kucheza kwenye mechi 5 Simba amefunga magoli 2. Simba hajafunga magoli mengi. Kwa hiyo unaona moja kwa moja hata kwenye Simba yenyewe kwa ujumla bado kocha anatakiwa afanye kazi ya ziada, kwa maana kwamba kwenye mechi 5 timu inapata goli 2. Unaona kabisa sio performance nzuri sana. Kwa hiyo kocha ana wakati mgumu pia kukijenga kikosi chake. Pia viongozi wanatakiwa warudi sokoni wakatuletee mshambuliaji ili kusudi kwenye ligi kuu tukaokote kombe lolote. Kama wasipoyaona haya madhaifu mapema, msimu hatupati taji lolote zaidi ya lile ya medali ambayo tumeivaa kwenye ngao ya jamii. Ukiangalia maneno mengi yamekuwa kwa mashabiki baada hili kujitokeza, hata kabla hili kujitokeza wanamnyoshia vidole tajiri Mo Dewji. Ni kama sasa mashabiki mmejigawa upande, wanahisi Mo Dewji hatoi pesa kama inavyotakiwa kwenye usajili. Mo mwenyewe aliweka hadharani na kuzungumza kwamba kuna watu wanazungumza kwamba mimi sitoi pesa, mimi ninatoa pesa. Unadhani mashabiki wako sahihi kumnyoshia vidole tajiri na kwenda mbali zaidi na kusema kama vipi awapishe kwenye kikosi chenu? Tajiri alikuwa sahihi kuyaweka yale bayana, kwa sababu kila mtu alikuwa anaongea, pengine alikuwa anaongea vitu ambavyo wengi tulikuwa tuvijue. Of course watu walikuwa wanamnyoshia tajiri kuonesha kwamba tajiri ndio shida kwenye kikosi, lakini tajiri akaweka bayana kwamba yeye fedha anatoa na wakitaka fedha yoyote ya usajili hasa kwenye dirisha kubwa ameshaiweka budget. Shida kubwa vita ambayo ipo ni kwa hawa viongozi wetu, mwenyekiti wa bodi na mwenyekiti wa klabu. Hawa wanagombania madaraka pale. Huyu anajisogeza kwa bosi, huyu anataka aonekane yuko upande wa klabu. Shida ndio iko pale. Shida ya Simba Sport Club sio hata kwa Mo watu wameshasema anatoa fedha, na kama anahitaji fedha ipo benki. Kwao waseme tu anahitaji shilingi ngapi wapewe. Shida ni kwa hawa wenye viti ambao wanataka wanagombania uchu wa madaraka. Kila mtu anataka aonekane yeye ni mkubwa kuliko mwenzie, lakini kwa upande wa Mo Dewji hela anatoa, na amesema pale na aliliongea pale, japokuwa ilikuwa sehemu yake, ili wana Simba wasiendelee kumnyoshea vidole kwamba watu wanasema shida ni mimi sitoi fedha, lakini fedha natoa. Kwa hiyo shida ni kwa hawa wenye viti wetu wa pande mbili. Kwa hiyo hao ndo shida. Huwezi kupata kivuli cha mti, huwezi kupata kivuli kwa mti ambao umepinda. Siku zote hata unaona Yanga ushindi wao unaanzia nyumbani, kwa maana kwamba unaona kabisa wanavyotoka nyumbani wanakuwa wana maandalizi bora, kwa sababu unajua hata kocha msimu unapoanza wanampa kwamba mahitaji yetu nini tunataka kwenye msimu huu. Tunapoanza tunataka ngao, tunataka kitu fulani. Kwa moja unaona hata maandalizi yao namna ambavyo yanaendea wanaonesha wako serious, lakini Simba Sport Club unaonekana hatuko serious, kwa sababu mpaka hata mchezaji anakuja kuchukuliwa kambini inaonesha moja kwa moja kama uongozi moja kwa moja umetoboka. Kwa hiyo shida ya Simba Sport Club, uongozi una shida, lakini pia kwenye pitch, kwenye kikosi pia na penyewe pana changamoto kubwa sana, na pia kwa upande wa mashabiki pia na penyewe kuna changamoto, kwa sababu leo hii mashabiki wanamvuta mangungu, wakipata 500 kutoka huku wanavuta huku. Kwa hiyo Simba Sport Club tunasema imegawanyika kwa vipande vitatu. Kwenye pitch kuna shida, kwa upande wa uongozi kuna shida pia, hata kwa sisi wenyewe mashabiki hatuongei lugha moja. Kama tungekuwa tunaongea lugha moja mashabiki, tugundue madhaifu ya timu yetu, kulitengeneza swala hili lilikuwa ni rahisi sana, kwa maana kwamba tunaungana wote kwa pamoja, tunawafuata hawa viongozi wetu tunawafuata na tunaweza kwenda kulitibia. Lakini leo hii ukimsikiliza Mo anaongea kitu kingine, Mohamed Hamisi, ukimsikiliza JB anaongea kitu kingine, ukimsikiliza William Simba anaongea kitu kingine. Kwa hiyo sisi wenyewe mashabiki hatueleweki nini tunataka, na kuitetea Simba Sport Club kwa hapa ilipofikia inahitaji uwe na moyo mgumu sana. Young Africans umeitazama, inawatisha kwa namna yoyote kuelekea msimu unaokuja, na kuona sasa hapa kuna kazi ya ziada Simba kuweza kuifanya ili kwenda kushindana na hii Yanga. Tumeona sajili walizozifanya na kile kitu ambacho wamekionyesha. Dirisha kubwa la usajili ndio ambalo limewapa kombe hili la ngao ya jamii. Mnatishika kwa namna fulani kuona hapa kuna kazi ya ziada ya kufanya? Hofu kwenye vita yoyote, hofu ni adui wa kwanza kwenye vita yoyote, kwa sababu hofu inaondoa akili na kuupa mwili udhaifu.
hatuna hofu, lakini of course Yanga wako vizuri, na ukiangalia hata kikosi chao, kwa mfano ukiangalia jana kwenye kikosi ambacho kilichoanza, wachezaji wote ni wenyeji, wachezaji watatu pekee, Zakwane, Changwanda na Peter Sharulile ndio wachezaji wageni watatu ambao walianza. Wahenga wanasema wenye pesa hula vitamu, lakini wenye kuni hula vilivyoiva. Wenye pesa imewalipa, wamekula vitamu. Siku ya jana Changwanda amegusa mpira na akaenda akawapa Yanga kombe moja kwa moja. Inaonyesha kwamba pesa imelipa moja kwa moja, lakini sisi wenye kuni tunategemea tupike chakula mpaka chakula kiive ndio tutegemee kuja kushiba moja kwa moja. Umeona usajili wa Yanga umelipa kwa siku ya jana, japokuwa Zakwane naye ni mchezaji mzuri sana. Siku ya jana tumemwona na ameonyesha, japokuwa Peter Sharulile ni mchezaji ambaye tunaona kwa age na pia ni mchezaji ambao anaonyesha anahitaji muda, lakini ukiangalia kwa Yanga jana mabadiliko yalikuwa ni wachezaji watatu ambao ni wageni, lakini yameonyesha ni namna gani ipo. Na pia Yanga uzuri wao ni kwamba hawaliziki, kila siku wanaendelea kuimarisha kikosi chao. Jana pia nilimwona Stefan Aziz Ki za chini ya kapeti tayari, kwa sababu wamemuuza Depu, nasikia ila Depu wamefaulisha. Kwa hiyo Yanga anavyoonekana, akitoka mtu bado anaingia mtu, kwa sababu wana kiongozi kijana ambaye ana kiu ya mafanikio, anahitaji aitoe Yanga katika eneo fulani kuipeleka huko. Sio sisi viongozi wetu tangu Williams sijazaliwa, viongozi ni wale wale, pia hata eji imekwenda, hawana kitu ambacho wanatamani, kwa sababu hata umri pia ukifikia sehemu fulani kuwaza mbali au kuwaza mafanikio inakuwa ni ngumu sana. Tofauti na Ellis, kila siku anakuwa na chachu ya mafanikio kwamba nifanye nini ili kusudi Yanga iwe hivi. Na kwenye upande huo Ellis anafanikiwa kwa sababu anatibu sehemu ambayo mashabiki wanahitaji. Unajua kwenye mpira pressure kubwa ni sisi kwa mashabiki. Hata Simba Sport Club wanashindwa kutibu kikosi ili kusudi sisi wakina William tusio tunaongelea hata uongozi, kwa sababu ukitaka kula kuna sehemu fulani ambayo unatakiwa yani utengeneze ili kusudi wewe ule. Kama hao wangetengeneza kwenye kikosi huko hata wagombane, ugomvi wao unakuwa hautuhusu sana, lakini wanashindwa kutupa dawa au tiba ya sisi kuwa na furaha. Kwa hiyo kwa upande wa Simba kama swala la uongozi hatutakuwa pamoja, hatutaongea wote lugha moja. Kuitengeneza Simba hii inahitaji tena miaka mingine 10. Nafasi ya golikipa pale tuzungumzie kidogo, Tanja Kasali. Kwenye dirisha kubwa la usajili hili ambao bado halijafungwa, watu walikuwa wanapiga kelele sana kwamba Kasali hatoshi kwenye kikosi cha Simba, kwamba viongozi waingie sokoni watafute golikipa mwingine. Tumeshuhudia kwenye michezo ya Sekafa, lakini hakucheza sana kwa sababu Hussein Abeli pia alishiriki, lakini mchezo wa hapo jana kiwango chake unakizungumzia? Kasali bado ni golikipa mzuri sana. Unajua pia ubora wa golikipa unategemeana na backline yake. Unamwona golikipa wa timu ya Yanga ni uimara wa Baka na uimara pia wa Mwamnyeto, ndio maana unafanya golikipa wasiende kumuona mara kwa mara. Hakuna kipa mbovu mbele ya mabeki wazuri. Kwa hiyo siku zote uimara wa golikipa pia unategemeana na mabeki wake. Mabeki wanavyompa moyo, hata kuna wakati mwingine zinakuja mpira migumu, naye kipa anatakiwa ajitahidi kwenda kusave. Kwa hiyo kwenye engo ya golikipa, kwa sababu pia tuna golikipa wetu Yakubu ambaye anakaribia kurejea uwanjani, ametoka majeraha, sioni kama kuna shida kubwa sana. Pia naye Naniu Aberi ambaye ni golikipa ambaye bado yuko vizuri. Kwa hiyo kwenye upande wa goalkeeping mimi naona hakuna shida sana. Shida sana ipo kwenye eneo la kiungo la kutengeneza nafasi na eneo kubwa la mbele la mwisho la eneo la kiwanja, ndio maeneo ambayo kwenye pitch kwa Simba Sport Club yana shida kubwa. Tajiri inabidi sasa aitoe hela benki ailete ifanye kazi. Tajiri sasa inabidi aitoe hela benki ailete ije ifanye kazi, kwa sababu kwa wenzetu tunaona sajili zao zinaonekana kwamba tena fedha hata ikai benki. Fedha ya Depu imeenda kwenye akaunti moja kwa moja ya Al Ittihad ili kusudi waende wakamwachia Aziz Ki. Jana tumemwona visiwani Zanzibar. Kwa hiyo sasa hivi ni wakati sio wa maneno, ni wakati wa kugeuza maneno kuwa vitendo, kwamba tunahitaji mchezaji huyu aje. Kuna wachezaji wazuri kabla ya dirisha kufungwa ambao hata sisi wenyewe wakina William tunaweza tukawasaidia, hata viongozi wetu ni wachezaji ambao wanaweza wakaisaidia Simba Sport Club. Asante. Nashukuru sana.